bila kukawia na bila kuponda muda mwingi, tutaenda kumkaribisha mwalimu wetu. Lakini kabla ya kumkaribisha, tuko na slogan ambayo tulitengeneza mwezi uliopita. Tulisema ya kwamba yule wa kufundisha ama anayesimama atakuwa anasema slogan ambayo inasema la mentalité. Watu huko nyuma tunatikia d'abord. La mentalité. D'abord. La mentalité. D'abord. La mentalité. D'abord. Vizuri sana. Kwa hiyo tutaenda kumkaribisha mwalimu wetu, na tumkaribishe kwa makofi na vigelegele vingi sana. Asante sana. Habari ya asubuhi wapendwa. Tunashukuru kwa kweli kupata nafasi nzuri ya kukusanyika tena. Nimshukuru Mungu sana sana kutupa sote nafasi ya kufika kufuata mafundisho ya leo. Lakini pia nimshukuru kila mmoja kwa kufika. Dae Duij, karibu sana, imekuwa muda mrefu ulipoonekana. Karibu sana kwa kufika. Lakini pia bwana Alobo Vibe TV kutoka Springs, unatembeza masaa mengi sana kuja kujumuika mara kwa mara. Kwa kweli tunakupongeza sana na tunashukuru sana kwamba unaona umuhimu wa kuja kufuatilia mafundisho mara kwa mara. Ndugu Jovin, karibu sana, na wewe umekuwa muda mrefu sana toka seminar ya self confidence mpaka leo ndio tena unaonekana. Kwa hiyo tunashukuru kwamba umekumbuka ni muhimu tena kuja kusikiliza. Na wengine wote ni makongwe, wao hawakosi, yani kama vile wamekodi hii nafasi. Tunashukuru sana kwa kweli kwa kuona umuhimu wa kuwa wanatufuatilia mara kwa mara. Kumbuka, fikra inatengenezwa na imani. Imani, unaamini nini? Unaamini information, unaamini taarifa. Kwa hiyo ukiwa na taarifa mbaya, ukiamini ile taarifa inaenda kuforme fikra yako. Kwa hiyo ukikupa taarifa ambazo ni za kweli kuhusu wewe, tunaenda kubadilisha moja kwa moja fikra zako kuhusu wewe. Ukichange taarifa zako kuhusu vile unavyofahamu kuhusu familia na mambo mengine, unaenda pia kubadilisha namna unavyo behave ndani ya familia na ndani ya jamii kwa jumla, na hivyo ndio tunaenda kubadilisha jamii yetu. Sasa leo nimejiandaa kuzungumza na wewe kuhusu subject moja muhimu sana, kama alivyosema msimamizi kwamba tunasema kuhusu dead alive. Ina maana umekufa, na ni umekufa lakini huku unaishi. Unakufa, wewe ni mfu lakini bado unaishi, unatembea. Na flyer ya hii seminar ilipokwenda hewani, nilipokea simu kutoka Pennsylvania kwa ndugu mmoja ambaye anatufuatilia sana kwenye mitandao. Akasema, mwalimu, hii moja mimi hii haijaingia akilini. Utakuwaje hai alafu umekufa? Na baada ya time tunaenda kumaliza hii conversation na huyu jamaa, nilikuja kugundua kwamba ili uweze kunielewa somo hii ya leo inaomba umakini wako sana. Lakini pia na mimi itaniomba umakini wa kufundisha ili tuweze kuelewana. Kwa sababu nilikuja kugundua kwamba shida sio tu kwamba title ya seminar yetu ni ile tunaita oxymoron. Oxymoron ni figure moja de style ambayo inaunganisha maneno mawili ambayo yako contraire ili kumaanisha kitu kimoja ambacho ni cha msingi sana. Kwa hiyo dead alive ni kama vile ni oxymoron ndani ya zile figure de style. Kwa hiyo mara nyingi oxymoron zinakuwa zinachanganya watu sana. Zinakuwa kama vile ni mambo ambayo hayawezekani. Lakini kitu kingine cha pili ambacho niligundua ni kwamba linaposemwa neno kufa, sisi kitu ambacho tuna picha ambayo inakuja akilini, wazo ambayo inakuja akilini, tunafikiria moja kwa moja kupotea mazima duniani. Unaposikia kufa, wewe unafikiri kwamba ni kupotea mazima na kutokuonekana tena duniani. Lakini nataka nikwambie kwamba neno kufa inaweza kumaanisha pia kukosa au kupoteza thamani ya maisha yako. Kufa ni kupoteza thamani ya maisha. Kufa ni kuharibika. Kufa ni kuwa nje ya nafasi yako ambayo unatakiwa kuwa. Kufa ni kupoteza kile ambacho ulitakiwa kukifanya. Na kama neno kufa tutaichukua ndani ya hii conception, ndani ya hii context, tutaanza kugundua kwamba kumbe yawezekana kwamba unaishi leo, unatembea, unavaa, unapendeza, lakini tayari umesha kufa. Kama umepoteza thamani ya maisha yako,
kama tayari umeharibika, kama uko nakaa nje ya nafasi ambayo ulitakiwa kuwa, tayari mpendwa, wewe umesha kufa, hata kama bado unaishi. Sasa ili uweze kunielewa vizuri, nijenge msingi wa wewe kuelewa hili somo letu vizuri, nataka kwanza tuzungumze kuhusu kifo cha mwili wetu, kile ambacho tunaita kifo. Tuelewe mambo mbalimbali kuhusu kifo. Kifo ndio ile tunaita physical death. Physical death ni kifo cha mwili wako, ndio physical death. Ina maana kwamba kifo ambacho sisi tunakiweka ndani ya kichwa chetu, ambacho kinamaanisha kupotea mazima duniani, ni kifo cha mwili. Sasa kifo cha mwili kinatokeaje? Nini kinatokea mpaka ufe? Kinachotokea ni kwamba mifumo ya mwili wako ina stop, inaacha kutumika. Mifumo ya mwili inaposimama kutumika, wewe tayari umefariki. Mwili wako unafariki, unakosa uhai. Na kumbuka tuna mifumo takribani 11 ndani ya mwili wetu, lakini kuna mifumo mitatu mikubwa ambayo hii ikistop kutumika leo, hata sasa hivi, moja kwa moja wewe umepotea duniani. Kuna mfumo kama vile mfumo wa upumuaji, systeme respiratoire. Kuna mfumo wa damu, systeme circulatoire. Kuna mfumo wa ubongo wako wa kufanya kazi, systeme nerveux. Hizi ni system au ni mifumo ambayo leo ikiacha kutumika, hauna muda mrefu utakuwa pia umepoteza maisha. Kwa hiyo hivyo ndio kifo kinachotokea. Sasa inakuwaje? Kifo kinapotokea au ile mifumo inapoacha kutumika, wakati mwili hauna tena uhai, roho wako anatoka, nafsi yako pia inafuatia, inatoka. Ule mwili unabaki ni mzoga, unabaki huko hapo empty, hamna chochote, ni kitu cha kwenda kutupa. Kwa maneno mengine, roho hafi au nafsi yako haiwezi kufa. Wale wako immaterial, hauwezi kuwaona, wanaishi ndani mwako. Ni mambo ambayo tutayazungumzia kwa kina kidogo hapo mbeleni. Kwa hiyo ndio maana ndani ya falsafa au ndani ya imani tunasema kwamba kifo ni pale mwili wako na roho wako wanapotengana. Hicho ndio kifo, ndio definition ambayo ndani ya falsafa unaweza kupewa. Lakini ndani ya biolojia wanasema kwamba kifo kinatokea pale ambako mifumo ya mwili inaacha kutumika. Sasa kitu ambacho nataka uzingatie cha kwanza ni kwamba kumbe wakati mwili wetu ukifa, hatuwezi kuonekana tena duniani, na yote ambayo tungeweza kuyafanya yanaishia hapo. Na ndio maana definition nzuri sana ya maisha ambayo naweza nikakupa leo ndio hii. Unaweza ukaandika sehemu. Maisha ni nini? Maisha ni fursa ambayo unapewa ya kufanya chochote unachokipenda leo. Na maisha yakiondoka, ina maana fursa hiyo pia imeondoka. Maisha yakiondoka, fursa ya kufanya chochote unachokipenda duniani pia imeondoka. Na ndio maana nitapenda uzingatie mambo haya. Kitu cha kwanza, hivi uko hai, fanya chochote ambacho unakipenda. Hivi uko hai ni muda mzuri wa kujenga legacy ya maisha yako. Legacy ni nini? Legacy ni uzito ambao unaipa jina lako. Legacy, uzito ambao unalipa jina lako. Ule uzito unafanya mpaka historia inashindwa kufuta jina lako. Watu kama Lumumba walifariki zamani sana, lakini historia hivi inajiuliza, tutafutaje hii jina ya huyu jamaa kwenye uso wa dunia? Haiwezekani. Kwa nini? Alijenga legacy. Aliishi maisha ambayo yanalipa jina lake uzito wa aina fulani. Ndio muda huu. Ukiondoka, hakuna deliberation. Kwa hiyo huu ni muda mzuri. Ndio maana sisi wa Kristo tunasema kwamba ni muda wa kumtumikia Mungu wako. Bado uko hai. Kwa sababu ukiondoka hapa, hakuna deliberation. Umeondoka. Huu ni muda mzuri wa wewe kuwa msaada kwa wengine. Watu wao wanakuja kwako kuja kunywa maji. Watu wao kuja kwako kupata kivuli. Uwe ni kimbilio la wengine. Hii pia nataka kutoa kiburi ya maisha. Nataka kuambia kwamba siku moja tutapotea. Hatutakuwa hapa.
Kwa hiyo ni nzuri sana kuanza kukumbuka kwamba ni vizuri kuanza kuishi maisha ambayo siku moja watu watasema kwamba fulani alikuwa hapa. Jisikie kwamba unatakiwa kuwa tegemeo katika maisha. Hicho ni kitu muhimu sana ambacho naweza penda uweze kuzingatia kuhusu haya maisha ambayo tuko nayo. Kwa nini? Nataka niseme nini? Nataka niweke mkazo kwenye nguvu ya presence ya maisha yako. Kumbuka, unaweza kuishi bila kufanikiwa, lakini huwezi kufanikiwa bila kuishi. Ina maana kwamba kuishi kuna umuhimu. Uwepo wako duniani sio kitu cha mchezo, ni zawadi uliopewa. Furahia maisha yako, tunza maisha yako, ni kitu muhimu sana. Kwa nini? Hakuna chochote ambacho utakifanya kama hauko hai, kama hauna haya maisha, kama haupo tena duniani, hakuna, utakuwa umeondoka. La mentalité d'abord, la mentalité d'abord. Kulingana na hayo, nataka nikukumbushe kwamba kuna mambo muhimu ambayo unatakiwa sasa kuyazingatia, na hapa nitazungumza mambo 6 muhimu sana, na nitaomba umakini wako ili uweze kunielewa. Sehemu ya kwanza tumetoka kuzungumza kuhusu umuhimu wa uwepo wako hapa duniani. Sehemu ya pili nataka sasa nikuonyeshe thamani ya uwepo wako duniani. Kitu cha kwanza napenda uandike pale kwamba kitu muhimu zaidi sio kuishi. Kitu muhimu zaidi ni vile unavyoishi. Kitu muhimu zaidi sio tu kuwa duniani. Kitu muhimu zaidi ni kile unachokifanya katika maisha ambayo unayo hapa duniani. Hicho ndio kitu muhimu zaidi. Kwa hiyo utaanza kuona kwamba tunaanza kumove kwenye stage ya pili. Stage ya kwanza tunakuambia kwamba fanya nguvu zako zote uwe hai. Fanya nguvu zako zote uwe hai. Lakini kumbe kuwa hai hakutoshi. Kuwa hai ndani ya namna nzuri ndo kunatosha zaidi. Kwa hiyo kitu muhimu zaidi sio tu kuishi, kitu muhimu zaidi ni vile unavyoishi, thamani unayoijenga, mambo makubwa unayofanya katika maisha yako. Hicho ndo kitu muhimu zaidi. Na hii inatukumbusha kwamba kumbe hatutakiwi kuishi anyhow. Waingereza wanasema anyhow. Kuishi anyhow ina maana unaruhusu chochote kitokee katika maisha yako. Yaani upo. Ambacho kinakuja unaruhusu, ambacho kinakuja ni poa. Unatakiwa kuishi somehow. Unatakiwa kuishi maisha ya aina fulani. Ina maana sio kila kitu ambacho unakiruhusu kiingie katika maisha yako. Kuna yale ambayo yanakuja kulingana na mpango wako. Kwa maneno rahisi sana, nataka niseme kwamba kumbe maisha ambayo tunatakiwa kuishi yanatakiwa kuwa intentional life. Unatakiwa kuwa na intention. Chochote ambacho kinatokea katika maisha yako uwe ulikipangilia. Mambo yasiyo yanatokea. Maisha ni kama pesa. Usipoziambia wapi ziende, zenyewe zitakuambia uende wapi. Usipoambia maisha nitakuishi hivi ndo tutaishi, hivi ndo tutaenda, maisha yenyewe yatakupeleka kule ambako yanapenda. Kwa hiyo usipokuwa na mpango wako wewe wa kuishi maisha yako, maisha yako yatakupeleka sehemu mbaya sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia hilo. Na hii inaenda kuzaa pointi ya pili. Pointi ya tatu. Nasema kwamba, na hii ni taarifa tu kwamba Mungu alipokuumba kuna ukuu ambao aliweka ndani mwako. Ukuu ambao aliweka ndani mwako. Uko nao sasa hivi. Yawezekana huo ukuu haujui kama unao. Na yawezekana hujaugundua, lakini sio sababu kusema kwamba ukuu haupo. Upo. Leo uko nao. Lakini uwezekano wa kufa uko mtu wa kawaida sana. Average person. Mtu kama watu wengine. Huo uwezekano upo pia sana. Kwa hiyo unapojiona unaishi maisha ya kawaida sana hivi, maisha kama watu wengine, hii nataka kwanza kuambia kwamba kuna ukuu ambao umekufa ndani mwako ambao unatakiwa kufufua leo. Hakuna kazi kubwa duniani utakayoifanya kama vile kufufua ukuu ambao umekufa ndani mwako wakati unajihisi kwamba unaishi maisha ya watu wa kawaida. Kwa sababu wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni mtu mkuu sana. Lakini imani ya kufikiri labda wewe ni mtu average ndio umekufanya uko stuck hapo ulipo. Sasa ndio kitu ambacho tutajaribu kuzungumza. Tunaweza kufanya nini ili kuishi ukuu wetu katika maisha yetu?
Lakini pia inatukumbusha kwamba vita vikubwa zaidi ambavyo unatakiwa kuvifanya hapa duniani kuanzia leo, kama hujagundua ukuu wako, ni kufufua ukuu wako. Lakini kama tayari ushagundua ukuu wako, ni kujaribu kulinda ukuu wako, kulinda ukuu wako kila siku. Ukuu wako ni huduma. Ukuu ni huduma ambayo Mungu aliweka ndani mwako, ambayo unatakiwa kuja kutuhudumia sisi wanadamu. Huo ndio ukuu wako, huduma, service, ambayo unatakiwa kutuhudumia sisi wanadamu. Kwa maneno ya kitaalamu, ukuu wako ni kusudi ya maisha yako, ile sababu ambayo ilimtuma Mungu akuumbe ndio imeficha pia ukuu wako ndani. Sasa zingatia kwamba ukuu wako ndo unakupa thamani mbele ya Mungu, lakini pia mbele ya wanadamu. Mtu yoyote ambaye ana thamani mbele yetu ni kwa sababu yule mtu kuna service au kuna huduma fulani ambayo anatupatia. Hivi kwa nini Lumumba tunamkumbuka mpaka leo? Kuna thamani, kuna huduma ambayo alitupatia. Chochote mtu yoyote unayemuona ambaye mpaka leo hatoki ndani ya mioyo yetu, na maana kuna huduma fulani ambayo alitolea humanity ambayo ilikuwa ndani. Mtu yoyote, taja mtu yoyote ambaye unamfahamu ambaye leo anashika dunia, anasema huko na huko, kuna huduma fulani ambayo anaitoa, na ile huduma ndio inaendana na ukuu wako. Sasa ukuu wako ndio unabeba thamani yako mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Ngoja nionyeshe. Mungu kama alikuumba kuja kuwa mtu wa aina fulani, na ukiwa mtu tofauti na ule mtu ambaye alikuumba kuwa, Mungu hawezi kufurahi. Ni kama vile unamtuma mtoto kijiko, namwambia niletee kijiko, mtoto anaenda kuleta kisu. Unakumbuka kisu, unamwangaliaga ule mtoto. Ni kweli alifanya assignment, ni kweli alileta kisu, lakini kwa sababu sio kisu ambacho ulimtuma, moja kwa moja una disqualify kazi yote ambayo alifanya. Kwa maneno mengine, walio wengi tunaishi nje ya eneo ambalo tuliitwa kufanya, tunaishi nje ya huduma ambayo tunatakiwa kuitoa, na hapo tunakuwa disqualified na Mungu. Ina maana shida sio kuishi maisha mazuri. Shida ni kuishi maisha sahihi. Kitu ambacho kiko sahihi ni kitu ambacho kinaendana na kile ambacho ulitumwa. Kama nilikutuma kisu, kileta kisu, hapo uko sahihi. Kama nilikutuma kisu, naleta kijiko, ina maana umefanya kitu kizuri, lakini hujafanya kitu sahihi. Mungu atupimi kwa kufanya mambo mazuri. Mungu anatupima kwa kufanya mambo sahihi kulingana na kile ambacho nilitutuma kuja kufanya. Kwa hiyo moja ya assignment kubwa ulionayo leo ni kujua wewe ulitumwa kufanya nini. Kwa sababu yawezekana ukatoa huduma lakini siendane na ile ambayo ulitumwa kufanya. Mbele ya Mungu uko disqualified. La mentalité d'abord. Wacha kwanza mambo yaingie kidogo hapo. Kwa hiyo tunaweza kukuta kwamba assignment kubwa zaidi tulionayo hapa duniani ni kutafuta sisi tulitumwa kufanya nini. Na chochote ambacho ulitumwa kufanya, kumbuka ni huduma unayotakiwa kutolea watu wengine. Ni service fulani ambayo unatakiwa kutoa. Muhimu sana. Lakini pia ukuu wako ndio unabeba thamani yako mbele ya wanadamu ambao wanakuzunguka. Wanadamu unapowahudumia wanafurahi, na pia wanashukuru na wanaweka uzito kwenye jina lako. Unaposema mimi nitasimama kikamilifu kutoa huduma fulani ndani ya jamii yangu, kutoa huduma fulani ndani ya familia yangu, kutoa huduma fulani ndani ya nchi yangu, watu wanakushukuru, halafu wanafurahi. Na cha tatu ambacho kinatokea ni kwamba watu wanaweka uzito kwenye jina lako. Ndio yale majina ambayo unasikia hayawezi kufutika. Wale watu walitoa huduma ya aina fulani. Ina maana kwamba thamani ya maisha yako kwa wanadamu inatokana pia na huduma ambayo unaitoa. Swali kwako, kuna huduma gani ambayo umeamua leo utaanza kuitoa ndani ya community yako? Ukasema mimi nitakuwa pumzi ya community yangu ndani ya huduma fulani.
ni kitu muhimu sana ambacho unatakiwa kufocus na ulete matokeo muhimu sana. Kwa hiyo tunaanza kujifunza kwamba kumbe tunatakiwa kwanza kulinda ukuu wetu, kulinda uhai wetu hapa duniani. Uwepo wetu ni muhimu sana, kwa sababu haya yote ambayo tunayasema hatuwezi kuyasema, yote ambayo tunayafanya hatuwezi kuyafanya kama hatuko present katika ulimwengu wa Mungu. Lazima tuwepo kwanza. Kwa hiyo tulinde uhai wetu. Fanya chochote unachokijua ili uwe safe. Refusha maisha yako, ni muhimu sana sana. Lakini tukaona kwamba ni muhimu zaidi sasa kuanza kujenga samani, kuyasamanisha maisha yetu. Shida sio tu kuwa duniani, shida unafanya nini duniani, ndio kitu muhimu zaidi. Hicho ni kitu cha pili ambacho tunaenda kujifunza sasa. Kuna vifo 7 ambavyo vinazuru ukuu wetu hapa duniani, ambavyo vinatuzuia tusifikie greatness yetu, tusifikie ukuu wetu. Vifo 7 ambavyo tunatakiwa kuvipiganisha leo. Uanze kuvipiganisha leo ili uweze kuishi ukuu wako, ili uweze kujenga samani ya maisha yako, ili uweze kujenga legacy ya jina lako, uweze kulipa jina lako uzito wa aina fulani. Kuna vifo 7 ambavyo unatakiwa kuvikwepa, unatakiwa kuvipiganisha pia. Kifo cha kwanza ni kifo cha roho. Kifo cha roho tunaita spiritual death. Na hapa sasa tunaingia kwenye somo yetu rasmi, naomba umakini wako. Kifo cha roho, spiritual death. Hivi unavyoishi uwepo wako kwenye hii dunia, unatakiwa ujitahidi nguvu zako zote usife kiroho. Usife kiroho. Hii ni muhimu sana sana sana, na nitakuonyesha kwa nini. Ina maana kwamba kuna watu leo ambao tunaishi duniani, tunatembea, tunavaa, tunaoa, tunaolewa, tunaenda makazini, tunaenda tunarudi, lakini kiroho tayari tumekufa. Sasa unakufaje kiroho? Unakufaje kiroho? Unakufa kiroho pale unapoharibu mahusiano yako wewe na muumba wako. Unapoharibu mahusiano yako na Mungu, connection yako na Mungu inapokuwa haiko sawa, wewe unatembea lakini umekufa kiroho. Sasa unaharibu vipi mahusiano yako na Mungu? Unaharibu vipi mahusiano yako na Mungu wako? Unayaharibu vipi? Kuna mambo mawili makubwa ambayo nitakupatia. Kitu cha kwanza ni kuishi maisha ya dhambi, sinful life. Ina maana wewe umenormalize maovu. Unaona kwamba kwako ni kawaida. Yaani unaweza ukafanya maovu na ujioji baadaye, hata kama dhamiri safi na kuja kukukumbusha, unajisikia kwamba uko poa tu. Sinful life. Hii ni hatari sana. Inakata mahusiano yetu na Mungu wetu na inatufanya tufe kiroho. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba una mahusiano mazuri na Mungu. Ina maana kwamba unaepuka dhambi kwa bei yeyote. Ni kweli sisi ni wanadamu, na kuna mara yale ambayo tunayafanya si kwa sababu tunapenda. Tunapenda kweli kuavoid dhambi mbalimbali, lakini dhambi ziko nyuma yetu, ni kweli. Lakini jitahidi kwa nguvu zako zote kuendelea kukimbia kufanya dhambi. Kwa nini? Inakata mahusiano yako na Mungu wako. Inakuqualify kama mtu ambaye umekufa kiroho. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ambacho kinakata mahusiano yako na Mungu wako ni kuishi nje ya kusudi yako. Kuishi nje ya kile kitu ambacho kilimfanya Mungu akuumbe. Ndio kitu cha pili ambacho kinakufanya ufe kiroho. Na ili kunielewa vizuri, ngoja tuingie ndani kidogo. Nataka nikukumbushe kwamba wewe ni roho. Unaishi ndani ya mwili. Lakini pia Mungu akakupa nafsi. Sasa, roho kazi yake ni ipi? Roho kazi yake ni ipi? Lakini pia nafsi kazi yake ni ipi?
Mwili wako tunajua unafanya contact na monde exterieur, mambo yote ambayo unaona, unagusa na mambo mengine, ndio kazi ya mwili. Lakini haya mambo mawili ya ndani yana kazi gani? Nafsi, kwa mfano, kama unasikiaga maumivu, kama unapendaga mtu, kama unachukiaga mtu, kama unafikiria kuhusu watu na mambo mengine mbalimbali, ni function ya nafsi yako, ni kazi ya nafsi yako, kwa sababu nafsi ni jumuiko ya mambo matatu makubwa. Kuna fikra zako, your mind, your will power, nguvu yako ya utashi, and your emotions, hisia zako zote ni sehemu ya nafsi. Ndio mambo ambayo nafsi na provide, mambo yote ambayo yana connect. Kwa hiyo kama unachukia mtu fulani, unapenda mtu fulani, unasikia maumivu, unasikia raha, mambo yote ya hivyo ni kazi ya nafsi. Lakini roho yako sasa ndio ile ambayo inakusaidia, inakupa shauku ya kutafuta meaning of your life, thamani ya maisha yako. Roho yako ndio inakupatia shauku ya kutafuta maisha ya milele na milele. Roho yako ndio inakupatia shauku ya kutafuta uwepo wa Mungu katika maisha yako. Ni function ya roho yako. Lakini pia roho yako au wewe, kwa sababu tukisema roho ndo wewe, ndio maana tunasema wewe ni roho. Roho yako ndio inakusaidia kutafuta kwa nini Mungu alikuumba, purpose ya maisha yako. Kwa maneno rahisi, usipokuwa unaishi ndani ya kusudi ya maisha yako, ina maana roho amefeli. Ina maana katika kiroho umeshakufa. Kwa nini? Haufanyi function ya roho. Kile ambacho roho anakusaidia kufanya wewe au respond kwa kile kitu. Ina maana connection yako wewe na roho haipo. Hautafuti thamani ya maisha yako. Hautafuti uwepo wa Mungu ambaye ni source ya maisha yako. Kiroho umekufa. Kwa maneno rahisi, unapofanya kile kitu ambacho haukutumwa kufanya leo, kiroho umekufa. Kwa sababu hiyo ndio function ya roho, kukusaidia kutafuta kwa nini leo uko duniani. Kwa hiyo mpendwa, shida sio kutoa huduma. Shida, je, huduma unaitoa inaendana na kile ambacho Mungu alikuita kufanya? Kwa sababu hicho ndio kinajulisha connection ambayo inakuwepo. Kumbuka kama nilivyosema, ukifanya kulingana na kile ambacho ulitumwa kufanya, yule ambaye alikutengeneza anafurahi. Ngoja nikupe mfano ambao labda utakusaidia kuelewa zaidi. Ukitengeneza sabuni zako hapa, zinaenda sokoni, kila mtu anazipenda zile sabuni, wewe unafanyaje? Unafurahi. Na unaenda unajitapa. Utaenda paka kumareni, unasema mimi ndio nilitengeneza zile sabuni. Kwa sababu kunakuwa connection direct. Lakini ukitengeneza sabuni zako hapo unazipeleka sokoni, kila mtu anakataa kuzinunua kwa sababu ziko kama mbao, hazina pofu. Nani anaaibika? Wewe. Hautakuwa na furaha kwa huo muda. Kwa hiyo unajisikia ndani mwako kama vile kuna kinyongo cha aina fulani. Ndio Mungu anavyojisikia mbele yetu wakati tunaposhindwa kufanya kile ambacho alitutuma kufanya, au tunapotoa huduma kulingana tofauti na ile ambayo alitegemea sisi tutaenda kufanya. Muhimu sana. Hivyo ndo kifo cha roho kinavyotokea. Kwa hiyo jitahidi sana kuishi maisha kupunguza dhambi. Jitahidi sana, hata kama dhambi zinakujitahidi kwa nguvu zako zote, ili kuendelea kuweka relationship nzuri na Mungu wako. Lakini pia jitahidi yako yote, usifanye tu kila huduma, fanya huduma ambayo ni sahihi kwako, kwa sababu hiyo ndio itamfurahisha Mungu wako. Lakini pia ndio function ya roho ambayo iko ndani mwako, kukusaidia kujua kwa nini uko hapa duniani na kukusaidia katika mambo yote ili kufikia malengo yako. Hiyo ni spiritual death. Kwa hiyo watu wengi tuko duniani, tunatembea, tunafurahi, lakini kiroho tayari tumekufa. Dead alive. Uko dead lakini uko alive. Kifo cha pili ni potential death. Potential. Lakini mimi napenda kuita aptitude. Aptitude ndio jina la kisaikolojia. Hii inaonyesha uwezo wote ambao Mungu alikuumba nao. Sasa, huu uwezo Mungu alikuumba nao ili ukusaidie kuishi sababu iliyomfanya akuumbe. Huyu Bwana asingetengeneza hii taa alafu akose kuweka uwezo wa taa kuwaka. Angekuwa ameikosa ile taa sana.
Kwa hiyo kuna uwezo ambao uliwekwa ndani ya taa ili wake. Ule uwezo ndo potentiel wewe unao. Mungu kama alikupa purpose au sababu ya kuwa mwinjilisti leo, alikupa pia uwezo wa kutoa injili. Mungu kama alisema wewe utakuwa ni msemaji wa nchi, msemaji wa familia, msemaji wa hii community, ndio ilikuwa sababu yeye kukuumba. Aliweka pia uwezo ndani mwako wa kuperform ile sababu. Ule uwezo ndio tunaita potentiel au tunaita aptitude. Kwa maneno mengine, hata kama tujaenda mbali sana, kama leo haujui potentiel zako au aptitude zako, haujui nguvu zako, uwezo wako wa kuzaliwa nao ni upi, au uishi ule uwezo, directement ka syllogisme karakaraka pale, na maana kwamba auishi kusudi yako. Kwa nini? Ule uwezo wako kazi yake ni kukusaidia uishi kusudi. Kwa hiyo kama uishi huu uwezo, na maana uishi pia kusudi yako. Kumbe uwezo wetu unaweza kufa. Na uwezo unakufaje? Uwezo wetu ambao ndani mwetu unaweza kufa pale ambako kwanza hatuutambui. Na kama umesha utambua, cha pili, uwezo wako unaweza kufa kama unashindwa kudevelop. Lakini pia uwezo wako unaweza kufa kama unashindwa kuutumia sasa kwa watu wengine. Kuna watu wengi ambao wana vipaji hapa, vimejaa sana. Lakini walio wengi hatujui ni vipaji gani ambavyo tunavyo. Ni uwezo gani ambao tuko nao. Lakini kuna watu wengine wanajua uwezo wao, lakini mimi hawapendi kudevelop ule uwezo wao. Na hivyo wanashindwa kuja kutuservire ule uwezo wao. Huo uwezo unakufa ndani mwako. Ndio maana Miles Monroe alisema kwamba sehemu tajiri zaidi duniani ni makaburini. Kwa sababu huko makaburini kuna uwezo mkubwa. Kuna watu wengi ambao walikuwa na uwezo mkubwa, hawakuweza kutumia ule uwezo, walikufa na ule uwezo. Kwa hiyo ukifika tu makaburini, unajua kwamba pale kuna vipaji vya ndenge na ndenge vimekufa pale, ambavyo havikuweza hata siku moja kutoa matokeo katika maisha. Vimezikwa tu hapo hivi. Kwa hiyo ni jukumu yako mpendwa, usiweze kufaidisha makaburi. Uchukua uwezo wako. Fanya nguvu kwamba tambua uwezo wako. Miles Monroe ana term yake anapenda kutumia pale, anasema you need to die empty. Unatakiwa kufa au kuacha tena chochote cha uwezo wako ndani mwako. Yaani unakufa pale, yani makaburi sio kwamba yanashika uwezo wako fulani pale chini. Ina maana unatakiwa ku-release everything you have to the world. Uache chochote ulicho nacho kwa ulimwengu. Na ni nini? Kama tulivyosema ni service. Unatakiwa kuhakikisha kwamba umeservire watu ambao unaishi nao ndani ya familia yako. Kama utakuwa brilliant, utaonekana sana ndani ya community, hata ndani ya familia, basi watu wote waseme kwamba fulani asipoonekana hakuna ambacho kitaenda. Hakikisha kwamba chochote ulicho nacho unakiacha hapa kabla hujaenda kule, kabla hujakufa. Uwezo ambao una, usikubali wende makaburini. Kama una nyimbo zinajaa kichwani, toa maalbamu tuzione hapa. Chochote ambacho unajua mimi ninaweza, fanya kweli, usifanye kama mguu nje mguu ndani. Fanya, you need to die empty. Toa yote ambayo uko nayo. Uwezo. Potential death. Aptitude psychologique ni potentiel, lakini ni talent zako. Potentiel ni uwezo ulio ndani mwako ambao bado hujautumia. Potentiel inasema hivi, formula potentiel inasema hivi: ukitoa muziki leo, na maana kuna muziki 10 imebaki. Usianze kujivunia na matokeo ambayo unayo leo. Kuna mambo mengine mengi ambayo bado unatakiwa kufanya. Na hiki ndio kinatuma watu wengi wanakwama. Nimeshatoa sana albamu 7. No, endelea. Ina maana ndani mwako bado uwezo upo. Endelea kutoa tu. Ndio maana ya potential. Potential ina maana ni uwezo ambao licha ya kutumia kile ambacho umeshakitumia, bado mwingine umo. Hujaisha. Watu wengine wanafikia mimi nimeshaishi. No, kuna watu mpaka leo wewe unajua walianza wakiwa wadogo mpaka leo wanahudumia sehemu mbalimbali. Wana répondre ku principe ya potentiel. Ina maana bado uwezo upo mpaka uzeeni wanaendelea kuhudumia. Ndio unatakiwa kufanya. Usirizike na matokeo. Lakini kipaji sasa nini? Kipaji ni uwezo ambao Mungu alikupa wa kufanya mambo mbalimbali kwa ubora na urahisi zaidi. Hicho ndio kipaji. Sasa tofauti na potential au aptitude death, kifo cha uwezo wetu, kuna kifo cha akili yetu. Intellectual death. La mort intellectuelle. Na hapa sasa naona mambo yanaanza kuivya. Kwa sababu hii ni moja kati ya kitu ambacho kinituma nifikirie
kuleta hii somo kwa sababu ni kitu ambacho kinaendelea sana. Sasa ili kuelewa intellectual death au kifo cha akili, kifo cha uwezo wetu wa akili, tuelewe kwanza neno akili ni nini, intelligence. Ndani ya saikolojia, akili ni uwezo wako wa kuelewa, uwezo wako wa kujiadapte, kwa maana kufika kwenye mazingira na kuanza kuzoea mazingira. Mtu ambaye anazoea mazingira kwa haraka, anasema kwamba ana uwezo wa kujiadapte kwa haraka. Ni function ya akili yake pia. Inaonyesha kwamba huyu jamaa ndio yawezekana na akili nyingi. Lakini pia na zaidi, akili ni uwezo wako ni uwezo wako wa kutatua matatizo. Hizo ndo function za akili. Ndio maana una akili, intelligence. Ina maana kwamba sisi wote hapa tuko intelligent, sisi wote. Ule ambaye alikwambia kwamba huna akili alikudanganya sana sana, alikudanganya. Sisi wote tuko na akili. Uwezo wa akili unaweza kutofautiana, na ndio maana mwaka 1905 watu wawili wa Faransa, mmoja anaitwa Alfred Binet na Theodore Sinon, walikuja na conception ya IQ, conscient intellectuel, uwezo kujaribu kupima uwezo wa akili wa watu. Utafiti wao ulikarusha kwamba watu tuna akili tofauti tofauti na ni viwango vya akili viko tofauti, lakini kila mmoja hapa ana akili. Ina maana kwamba kila mmoja naturellement kutoka kwa Mungu una uwezo wa kutatua matatizo, una uwezo wa kuelewa na una uwezo wa kujiadapte ndani ya situation mbalimbali. Kila mmoja, hakuna mpaka fulani, sisi wote. Na kuna concept theory nyingine ambayo ilikuja inaonyesha kwamba kuna aina 8 za akili. Aina 8 za akili. Hii nataka kuonyesha kwamba watu tunategemeana. Ambacho mimi nakiweza, labda akili yangu imeanguka ndani ya aina fulani, na wewe akili yako imeanguka ndani ya aina fulani, na ule naye akili yake inaanguka ndani ya aina fulani. Kwa hiyo ili kuleta maendeleo ndani ya community yetu, tunategemeana. Kila mtu afanye ya kwake kule katika eneo yake, alete matokeo. Kwa hiyo mimi niko na akili lakini naendana sana na mambo ya aina fulani, niache nilete matokeo ndani ya eneo ambao nina nguvu zaidi. Na wewe tuletee matokeo na ule naye alete matokeo. Hatuko sawa sawa kabisa. Tuko sawa? Ndio. Tuko sawa? Ndio. Kifo cha akili kinaonekanaje? Pale ambako matatizo yanakuwa mengi pale tulipo na hakuna ambaye anafikiria kuleta suluhisho. Kwa sababu akili kazi yake ni kutatua. Kwa hiyo unapokosa kutatua, ina maana akili yako tunatakiwa kuioji. Inawezekana ifanye kazi vizuri. Akili kazi yake ni kutatua matatizo. Jamii yetu imejaa matatizo. Ina maana nini cha kuoji pale? Yawezekana kwamba akili haifanyi kazi vizuri, ndio maana matatizo yanaendelea. Tuko sawa? Ndio. Tuko sawa? Hapa hatujaanza kumlaumu mtu. Sasa nataka msikie sasa second part, sehemu ya pili sasa. Intellectual ni nani? Msomi ni nani? Msomi ni mtu ambaye akili yake imeandaliwa sasa ili kutatua nini? Matatizo. Ili kuweza kuelewa, ili kuweza kujiadapte na kuzoea mazingira. Akili ilienda kuandaliwa. Huyo ndio tunaita msomi, intellectual. Ina maana sisi wengine ni kweli tunaweza kutatua matatizo kwa nguvu zetu natural, kwa sababu tuna akili. Lakini huyu jamaa huyu sasa, yeye alienda mpaka university. University ilifanya kazi moja tu, kuandaa akili yake ili awe na uwezo wa kufanya nini? Wa kutatua matatizo. More intellectual inatokea wapi? Ni kitu ambacho na wewe unakishuhudia leo ndani ya community yetu. Wale ambao wamesoma pahali ya kutatua matatizo, wao wanakuwa tena chanzo cha kuleta nini? Matatizo. Shida inatokea pale. Na hiki ndo kinasumbua nchi zetu, kinasumbua community zetu, mpaka familia zetu. Wale ambao tunategemea kwamba ndo wana madigrii, wameandaliwa ili kutatua matatizo ya eneo fulani, wanapokuja sasa sur terrain, sasa wao tena ndo chanzo cha matatizo ambayo yanasumbua. Fulani alisomea politics. Mtoto wetu alisomea politiki.
bwana, wewe sasa ndio utakuwa depute hapa, simamia hapa. Pahali ya kwenda kuwa suluhisho ya matatizo ya pale, yeye sasa ndo anakuwa tena chanzo ya matatizo ya pale. Na kama sio chanzo ya matatizo ya pale, hatutaona kama kuna sura kwamba kuna msomi pale au kuna mtu ambaye akili imeandaliwa ili kutatua yale matatizo. Kwa nini? Matatizo yanaendelea na kuendelea na kuendelea. Kwa maneno mengine, kama wewe ni msomi na pale ulipo matatizo yapo sana, na maana usomi wako pia unatakiwa kufanya nini? Kuhojiwa. Au kwa maneno mengine tunataka kusema kwamba usitutishe na diploma yako. Usitutishe na doktora yako. So, mimi nilisoma. Tuambie ni mimi ninatatua tatizo fulani. Unajua mimi kama pale palikuwa shida fulani, mimi ndo nilitatua. Hapo tunaona kwamba huyu jamaa huyu intellectuellement anaishi. Hajakufa kiakili huyu jamaa. Kwa nini? Akili inafanya kazi yake. Kama matatizo yanaendelea na sisi ambao tumeandaliwa kutatua matatizo tuko tu pale, ina maana vraiment hakuna chochote ambacho tulikifanya. Na ndio maana nchi zetu watu hawatishiki tena. Ukikuwa na CV mrefu, watu hawatishiki. Naambia mimi nilisomea university ya Lubumbashi, nikafanya hivi, nikaenda Chicago, nikasomea hivi na hivi. Okay. Bora matatizo yanaendelea. Ulienda kuandaliwa kule kuja kuwa msaada wa kutatua matatizo. Kama ulisomea les relations internationales, unaenda kufanya politics. Ina maana masuala yote ya siasa mbele yako hatupashi kuona tatizo tena. Kwa sababu ndo maana ya wewe kuwa kule miaka 8 unafanya kule. Lakini tena matatizo mbona yanaendelea? Alafu wale ambao kuandaliwa sasa kutatua matatizo ambao sio wasomi, ndio wanakosa, wanatucheka sasa. Na wewe umeandaliwa, wewe uko daktari wewe. Daktari kazi yake sasa yeye ni kukonfiske pesa tu. Rais kula ameshatoa pesa za kwenda kujenga kilalo. Zinakuja zinapungua. Kama ilikuwa milioni 10 inapungua. Kwenye kufia ukilalo hivi itakuwa ni 200,000. Kilalo kitajengwaje? Wasomi wanazikula zote. Itakwambia shida yao ni nini. Tuendelee na somo. Tutaona tatizo yao iko wapi. Na kama watafufuka kutoka katika hiki kifo ambacho kinakuja hapa, hakuna maana. Nchi zetu zitaendelea kuwa na matatizo miaka na miaka, na tutaweza kupata suluhisho ya tatizo hata moja, kwa sababu wale ambao wanaandaliwa kutatua matatizo hawako pale kwa sababu ya kutatua matatizo. La mentalité d'abord. Kwa hiyo kama wewe ni msomi, hamka katika kifo cha akili. Na kifo cha 4 ambacho kinafuatia ni mental death. Unasikia? Sikia. Intellectual death. Ina maana intellectual unatoka neno intelligence, akili. Intelligence, akili, intellectual. Mental death ni mentality death. Mentality, fikra. Kifo cha fikra. Kifo cha fikra. Ili kuelewa vizuri kifo cha fikra, tuone kwanza fikra ni nini, mentality ni nini. Fikra ni mfumo wako wa kufikiri ambao unajulisha vile unavyojiona, vile unavyowaona wengine, vile unavyoona matatizo, vile unavyoona sehemu ambayo unaishi. Lakini pia fikra inakusaidia vile ambavyo unasimamia hisia zako na vile ambavyo unatumia yale ambayo unayo. Hiyo ndo function ya mind yako. Nataka nikukumbushe kwamba mind ni kitu tofauti, set ni kitu tofauti. Ile ni verb to set, mind set. Ina maana kwamba una uwezo wa kuset mind yako, una uwezo wa kuseti fikra yako. Na hii ni habari njema sana ambayo tunazungumzia leo. Kumbe kama ukijikuta kwamba una fikra ya aina fulani ambayo sio fikra chanya, sio fikra ambayo inaweza kuleta maendeleo, taarifa nzuri au habari ya kufariji ni kwamba kumbe unaweza kuiseti fikra yako. Unaweza kuiseti mind yako, ndio maana ya mindset. Wewe ndio unaiprogram fikra yako. Hiyo ni habari njema sana. Kwa hiyo ukijikuta leo kwamba uko very negative,
katika mfumo wako kufikiri, kumbuka kwamba nafasi ipo sana ya kuseti fikra yako. Yawezekana kwamba wewe ni msomi, leo tumesoma hapa kuhusu kifo cha wasomi, bado unaweza kuseti fikra yako na ukajirejea na ukawa hai kisomi, ukafufuka kisomi. Sasa fikra ina determine kitu cha kwanza, kama nilivyosema, namna unavyojiona. Swali ya kwanza, wewe unajionaje? Na ndo shida ya wasomi wetu. Shida sio kile ulichonacho ndani ya kichwa chako, sio kile unachokijua. Shida unajionaje? Wewe unajionaje? Mimi nakumbuka, wenyewe mnakumbuka kule kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Vishen Lakhiani. Huyu iko very powerful, iko very influential. Aliandika kitabu kinaitwa The Code of Extraordinary Mind. Code of Extraordinary Mind. Kitabu kizuri sana. Kwanza hiki siku ambazo tutaanza kujifunza namna tunaweza kuvunja bere ya fikra za jamii zetu. Alizungumzia mambo ya hivyo sana. Alitoa mfano wake mmoja, alisema kwamba wakati alikuwa university pale Michigan, alisumbuliwa sana zile chunusi zile za unajua ma teenager, right? Wakati mtu chunusi zilimsumbua sana. Sasa ndani mwake alikuwa ajikubali, lakini alikuwa na uwezo mkubwa sana. Shida sio uwezo, shida ni vile unavyojiona. Sasa siku moja wakiwa pale university yao, kulikuwa party. Sasa walipoingia pale party, alikunywa pombe sana. Na kunywa pombe yawezekana ndio ilimpa uwezo wa kwenda kumkisi mwafia ambaye alikuwa ni mzuri sana pale ku university yao. Akamkisi yule dada. Alafu baada ya kumkisi, conscience ikakuwa kama vile imrejea. Akasema nimefanya nini? Akarudi nyuma. Ule msichana naye akamkokota. Akasema sasa nimefurahi umenikisi. Hilo neno tu lilitosha kumuonyesha kwamba kama huyu anaweza kusema hivi, na maana kumbe wengine wanaweza kusema hivyo. Kwa hiyo shida sio kile ambacho wengine wanafikiria. Shida yeye alikuwa anajifikiria kwamba hayuko vizuri enough ili kukubalika na watu wengine. Lakini baada ya kuambiwa akasema kumbe mimi sina shida, kumbe shida ni kile ambacho nakifikiria kuhusu mimi. Kuanzia siku hiyo anasema kwamba self confidence yake, hali yake ya kujiamini ilipanda, na akaanza kujiona kama mtu wa kawaida, na akawa anafanya mambo makuu mengine ambayo alishindwa kuyafanya hapo awali kwa sababu alikuwa anafikiri kwamba yeye hastahili. La mentalite d'abord hapa kwanza. Kwa hiyo namna alivyokuwa anajiona kulikuwa kuna mzuia yeye kufanya makuu katika maisha yake. Watoto wetu wengi ambao walisoma, licha ya kwamba walisoma sana, wanapofika mbele ya watu wengine, shida sio kwamba wako na elimu ya aina gani. Shida wanajiona kwamba wao wako inferior, na hiyo ndo chupa ambayo wanajiingiza ndani ambayo inawafunga. Kwa hiyo mpendo, kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa ukifanya leo ni kujiona kwamba wewe ni mtu wa thamani. Wewe ni mtu mkubwa sana katika hii maisha. Unatakiwa ufufuke katika kujiona kwamba wewe ni mediocre, ni mtu tu wa kawaida, sisi hatuna kitu sisi. No. Kwanza kujiona kwamba kuna thamani fulani ulionayo. Ni kitu muhimu sana. Kitu cha pili, nano unavyoona watu wengine. Na wazungu falsafa yao ni superiority. Au European ambao wamekuja kukolonize au Amerindia hapa Amerika. Au wote watu ambao unaona hapa watu ni watu wa Europe. Falsafa yao ni moja tu. Sisi ni wakuu zaidi ya wengine. Na ndio maana unawaonaga wako vile walivyo. Wanajipenda sana kwa high level. Ni wajanja sana kwa sababu wanaweza kaishi na wewe, hawakupendi lakini utajua. Miaka 20, unaweza kaishi na miaka yote hatajua. Kwa sababu ni hipokrite wale wa kuzaliwa. Lakini wanaonaje watu wengine? Ndio shida inapoanzia. Kwa sababu vile unavyomuona mwingine inajulisha vile utakavyokuwa unamtendea mtu mwingine. Ndio shida kubwa pale inapotokea. Kwa hiyo unapomuona fulani kama ni mtu ambaye yuko weak, ndio maana matendo yako pia kwake yako hivyo. Unapomuona fulani kama ni mtu muhimu kwako, ndio maana pia ukimpigia simu unamsalimu, unamuonyesha ile thamani.
Kwa hiyo vile unavyonitendea vinanionyesha vile unavyoniona mimi. Ndio maana kuna mtu anasema wewe unaweza kunitendea hivi, ina maana unaniona mtu wa kawaida sana Ina maana kwamba vile unavyotendewa na watu ni alama moja kwa moja ya vile ambavyo wale watu wanakuona. Ndio maana ni muhimu sana kuchunguza matendo ya watu kwako. Hata wanapokutania. Kuna mitani ambayo mtu atakiwa kukutania. Akikutania inakuonyesha picha tayari kama huyu jamaa ina maana ananiona mimi na kichwa chake kama mimi ni zero, ni gunia fulani hapa. La mentalite. Unawaonaje watu wengine? Hii imekuwa ni shida kubwa sana. Mara nyingi kwa wale watu ambao wanajipatia superiority ya aina fulani. Sisi ndio tulichaguliwa na Mungu. Sisi tulichaguliwa kuongoza. Nyinyi wengine ni watu wa kututumikia. Unapomuona mtu hivyo, ule mtu ambao unamuona hivyo anakuwa ni victim wako. Na ndio vita ambavyo viko hapa duniani kwa sasa. Watu wanajaribu kujionyesha sasa, usinione hivyo mimi. Vita vyetu kule nyumbani na wale wa jamaa ambao wanatusumbua. Hii ni moja kati ya conception ambayo ipo. Wao wanajiona kwamba wako superior kwa kila watu, wamezaliwa kwa sababu ya kutawala. Sisi nao kazi yetu unajua tunachokifanya. Tunapenda kuonyesha kwamba sio hivyo. Na sisi tunaweza kutawala. Nyinyi sio watawala wetu. Ndio shida ambayo ipo. Tatizo ya vile unavyomuona mwingine. Kwa hiyo shida ndio inatokea. Kuwa makini sana na kile ambacho una conclude kuhusu mtu mwingine. Ukimconclude kwamba mume wako aelewagi au mke wako aelewagi, kuna mambo ambayo utashindwa kumwambia. Unasema hata nikimwambia huyu ni gunia tu hapa, hataelewa chochote. Kwa nini? Unafanya hivyo kwa nini? Ndio unavyomuona wewe. Kuwa makini sana. Sehemu ya 3, vile unavyoona matatizo. Matatizo. Kuna wale wanasema kwa matatizo. Wakati tulianza umoja wa vijana hapa, tunapambana kwa sababu ya kuweka kila kitu kiwe sawa. Kuna mama mmoja aliniita kaniambia, waangana kweli ubibe. Sasa naona kama unapilimana na hii vitu kabisa kila wewe njoo nani? Hii vitu vilikuwa hapa miaka yote. Habiwezi tena kubadilika. Naona anavyoona matatizo. Kwa hiyo ukiona matatizo kwa huu mfumo, matatizo yataendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Wewe unaonaje matatizo? Je, unaona matatizo kama ni mwisho, hayawezi tena kuendelea? Hayawezi kumalizika? Au unaamini kwamba mimi ni mwanadamu, niliumbwa na esprit ya creativity. Naamini kuna kitu ambacho tunaweza kukifanya ili kupata suluhisho ya haya matatizo. Hiyo ndio fikra chanya ambayo unatakiwa kuwa nayo. Huyu mtu kwa sababu kule ambako tulitoka manyumbani, matatizo yako everywhere. Kuna jamaa mmoja kule TikTok alikuwa anapita nyumbani, anatoka kwa Marekani, anaenda anaonyesha sehemu mbalimbali. Akifika sehemu, hapa nafika hospitali ya Nundu. Hapa nafika hospitali ya Baraka. Nilipoona zile image, nikasema hapa ndo hospitali generali ya Baraka. Kaona kumbe kazi ya kufanya tunayo. Tunasikia Baraka, haujapafika. Yaani unaangalia vumbi, anasema shida. Tatizo kubwa linalotushika pale ni watu wanaamini kwamba mambo hayawezi kubadilika, na hiyo tunaita ni broken spirit na ni victim mentality. Mentality ya kujiweka kama tuko ba victim, unajua bwana, unajua. No. Hiyo haiwezi kutusaidia. Kwa hiyo kunatakiwa kuwa mtu ambaye anakuja sasa na fikra ambayo iko chanya kusema kwamba okay, leo mazingira yako kama yalivyo, lakini naamini ndani ya miaka 20 inayokuja hii Baraka haitakuwa kama ilivyo. Ninaona picha aina fulani. Ndio maana vision ni vile unavyoona sehemu. Hapana kama palivyo, lakini kama panavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo unaweza kufika hapo kaona mambo yameharibika kabisa. Sasa unaona nini tofauti na kile unachokiona physically? Wewe unaona nini ndani ya kichwa chako? Ile unachokiona, ile picha nzuri ndio vision. Tunadharau sana sehemu ambazo tulitoka. Kumbuka kule nyumbani kuna watu walikuwa wanasema uliko kuwa mtu Afrika, bora niende kuwa imbwa wapi? Ulaya. Sijui kama nakumbuke maneno. Hii maisha bora mbona imbwa Rick Ross kuliko kuwa mtu Afrika, bora niende kuwa imbwa Ulaya. Unaona samani ambayo unajipatia wewe mwenyewe. Unajisamanisha na mbwa. Yaani inaonyesha combine for unadharau maeneo ambayo unaishi kwenye level ya kusema kwamba yani hautamani hata kama ungezaliwa. Sasa kwa hii mentality hatuwezi kubadili nchi zetu, hatuwezi kubadili jamii zetu. Lazima tuamini kwamba kuna kitu ambacho tunaweza kufanya ambacho kinaweza kutusaidia.
Lakini pia fikra inajulisha vile ambavyo unatumia yale nani kusimamia hisia zako. Hii tutaisema kwenye kifo cha mwisho, sitaizungumzia sana hapa. Emotional intelligence. Lakini pia vile unasimamia yale mambo ambayo unayo. Mambo ambayo tunayo, mfano fedha, pesa. Fikra yako inadetermine vigisi unasimamia pesa zako. Fikra yako inadetermine gisi unasimamia uwezo au nguvu zako. Kuna watu wana uchawi hapa. Uchawi. Unausimamiaje uchawi yako? Ni fikra. Wewe una uchawi, unausimamiaje? Ukimwona mchawi anaenda kuua mpaka watoto ambao hawana hatia, anaanza kutoa vichwa vya community auwe tu, ina maana anasimamia vibaya yale mambo ambayo anayo. Uchawi maana yake sio kuua watu. Uchawi unaweza kusaidia mambo mengine mengi, lakini kwa vile yule aliye na uchawi ana uwezo wa kusimamia kile alicho nacho, ndio maana anakitumia pia vibaya. Nguvu ulizonazo unajisimamiaje? Nguvu, madaraka, position unayopewa. Leo wewe ndo president. Kuna watu wakisemwa tu yeye ndo president, kila kitu kinabadilika. Hiki ni kitu ambacho tulidiscuss na Anko jana. Kwa sababu Anko yeye ni president wa zoba wote duniani, Amerika mzima. Amerika au duniani Anko? Amerika. Marekani, okay. Yeye ndo kiongozi wa wazoba. Kule kwa wazoba ni kama uzunguni. Kila kitu kinaenda kuplan hivi, kimenyoka. Nikawa namwambia hivi, Anko, siku natoka kwenye madaraka, hakikisha swala la uongozi umeliweka sawasawa hivi, kwa sababu leo mambo yanameremeta. Watu wote hakuna shida, wazoba wako vizuri sana. Utakapotoka tu naacha nafasi kwa mtu mwingine pale, shida inaingia. Kwa nini? Fikra, uwezo wa kusimamia position, nguvu ambazo zinaendana na position ambazo unazipewa. Sio kila mtu anaweza hivyo. Kuna mtu akichukua ile nafasi tu, koti kwanza, koti yani anakuwa pale, mama mimi njoo hivi, washichu. Uwezo wa kusimamia nafasi ulionayo, fikra inakusaidia. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo fikra inatusaidia. Unaonaje matatizo? Unaonaje wengine? Unajionaje wewe mwenyewe? Unaonaje sehemu ambayo unaishi? Unasimamiaje hisia zako? Ni kazi ya fikra yako. Na ndio maana nataka nikukumbushe kwamba ukiwa na akili nyingi lakini fikra ambayo imekufa, akili yako inakuwa victim wa fikra yako. Kuna watu wengi ambao wana akili sana lakini wana fikra ambayo haiko sawa, na hivyo zile akili zote zinakuwa kama vile hazina maana, kwa sababu mambo ambayo wanayafanya yanakuwa yaendani. Na unajua ni kwa nini? Saikolojia inakanusha kwamba, na ni saikolojia, ni psikolojia, nani huyu? Ngoja nimuone hapa. Blaise Pascal. Fikra yako ndo inadetermine vile unavyotumia kile unachokijua. Kwa hiyo shida sio kwenda tu university kusoma sana. Shida pia unatakiwa kuosha fikra yako. Kwa nini? Fikra ndo inajulisha vile utakavyotumia kile unachokijua. Kwa hiyo unaweza kama unajua mambo mengi lakini unayatumia vibaya, na elimu yako inakuwa kama sio msaada, lakini inakuwa ni laana kwa community, inakuwa ni laana kwa familia, inakuwa ni laana kwa nchi nzima. Hivi unajua wanani wametulaani ndani ya nchi yetu ya Kongo kama sio wasomi ambao wana fikra ambayo haiko sahihi? Ni kweli wanajua, ukiwaweka hapa wako explain mambo, mbona utashangaa. Nasema haya yote kweli yanakuaga. Tena wanasema Kifaransa, wengine wa Faransa waingii. Lakini sasa kwa vile wako na wrong mindset, elimu yote inakuwa ni victim wa ile wrong mindset. Hakuna ambacho wanaweza kukifanya. Kwa hiyo hapa nataka nianze kuonyesha kwa kumbe fikra ina umuhimu wa kupindukia katika maisha yetu. Kwa sababu yote ambayo tunayafanya, fikra zetu ndo zina direct. Na taarifa nzuri kama nilivyokuambia mwanzoni, fikra yako bado unaweza kuiadapt. Unaweza kuiseti upya, kujiona upya kuwa mtu wa kawaida. Hiyo nafasi ipo sana, ndio maana ya neno mindset. La mentalité. D'abord. La mentalité. D'abord. Mtu hatari zaidi duniani ni mtu ambaye ana akili nyingi
lakini ana fikra ambayo si sahihi, ndio mtu hatari zaidi duniani, kwa sababu huyu mtu ana uwezo wa kubuni mambo ya kuumiza wengine. Fikra inagusa morality wetu. Ndio maana Roosevelt aliwahi kusema kwamba educate a man in a mind without educate him in morals is to educate a menace for the society. Hapa anajirefere sana ku terme intelligence, kusema kwamba ukimwandaa mtu tu kumpa elimu bila kumwandaa kifikra, unaenda kutengeneza menace, hatari kwa sababu ya jamii. Sababu kwa hiyo shida sio tu kufundisha watu, tufundishe watu, tuwatengeneze kifikra. Hicho ndio kitatusaidia zaidi sana. Kuna watu ambao wanaweza kukaa chini hapa kwa sababu wana akili nyingi, nasema tunatakiwa kuwa watu milioni 7 Afrika. Unasikia hiyo fikra eh? Tuwe watu milioni 7 Afrika. Kwa vile wana akili, lakini fikra haiko sawa, na kweli wanaua watu milioni 7 Afrika. Wanatengeneza vyakula ambayo wanajua kwamba hiki chakula kwa muda fulani kitageuka automatically kuwa sumu ndani ya mwili wa mtu. Unaona hatari ya kuwa na akili sana, lakini ukiwa na fikra ambayo haiko sahihi. Kwa nini? Inakutuma kufanya mambo ambayo hutakiwi kuyafanya. Shida sio kuwa na akili sana, sio kusoma sana. Chunguza fikra yako. La mentalité. D'abord, Asante sana.